Uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu ya Marekani siku ya Ijumaa kwa kura 6-3 umefungua njia kwa sheria mpya ya Georgia iliyopitishwa mwaka 2024 kuanza kutekelezwa kuanzia Julai 1 mwaka 2025. Sheria hii inalenga kudhibiti upatikanaji wa maudhui ya kingono kwenye tovuti za umma kwa kuhitaji mifumo ya uthibitishaji wa umri kama vile kuwasilisha kitambulisho cha serikali kwa tovuti zilizo na kiasi kikubwa cha maudhui yanayodhuru watoto. Uamuzi huu uliidhinisha sheria inayofanana na ya jimbo la Texas kwa kuamua kuwa haikiuki marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani, licha ya pingamizi kutoka kwa Free Speech Coalition, shirika la biashara la burudani ya watu wazima. Jaji Clarence Thomas aliyetoa maoni ya wengi alieleza kuwa sheria ya Texas haiathiri kwa kiasi kikubwa haki ya watu wazima ya kujieleza. Hata hivyo, Jaji Elena Kagan katika maoni yake ya kupinga kura alisisitiza umuhimu wa kutumia viwango vya juu zaidi ya tathmini ya kisheria. Ingawa uamuzi wa mahakama ya juu ulihusu moja kwa moja sheria ya Texas, unatarajiwa kuwa na athari kubwa katika tathmini ya sheria ya Georgia na sheria zinazofanana katika zaidi ya majimbo 20. Baadhi ya vipengele vya sheria ya Georgia, ikiwa ni pamoja na hitaji la ruhusa ya mzazi kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 16 kufungua akaunti za mitandao ya kijamii, bado vimezuiwa kutokana na amri ya mahakama ya shirikisho. Kufuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa kuondoa zuio la jaji wa mahakama ya wilaya dhidi ya sheria ya Texas, tovuti ya PRNHB ilisitisha shughuli zake katika jimbo hilo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.